Ni siku nyingine tena Mungu ametupa uzima na kibali. Tumeweza kukutana tena katika wakati huu. Leo ni sehemu yetu ya 4 ya somo. Somo letu linasema tukiongozwa na Roho hatuko chini ya sheria. Mwongozo au maandiko yetu yanotuongoza ni katika Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 18. Neno linasema tukiongozwa na Roho hatuko chini ya sheria. Lakini kwa leo nitakwenda kuzungumza, sitarudia sana katika mambo yaliyopita, lakini kwa wale ambao watapenda kufuatilia somo letu la kwanza nilitoa maana ya kichwa cha habari cha somo kinachosema tukiongozwa na Roho hatupo chini ya sheria. Lakini somo la pili somo la pili na la tatu nikaizungumzia Torati ni namna gani, kwa nini Yesu alikuja kuitimiza, kulikuwa na sababu zipi za Yesu kuja kuitimiza. Lakini sasa leo nataka niongelee kwa habari ya mapungufu ambayo Yesu alikuja kuyatimiza, au vitu gani ambavyo havikuwa sawa katika agano lililotangulia, yani Torati. Vivyo mfanya Yesu aje atimize, au ni vitu gani vilifanya Torati siendelee kutuongoza watu wa kizazi hiki. Kwa hiyo kwanza somo letu tunaloanza nalo tutaanza na somo katika Waebrania sura ya 7 mstari wa 18 na 19 pale. Waebrania sura ya 7 mstari wa 18 na 19 utasoma. Pale anazungumza, anasema kuna kubatiliwa kwa ile amri iliyotangulia, kuna kubatiliwa au kuna kubadilishwa au kuna kufanyiwa marekebisho kwa ile amri iliyotangulia kwa sababu ya kutokufaa kwake na kwa sababu ya udhaifu wake. Kwa hiyo sheria au Torati kwa kizazi chetu sasa ilionekana ina mapungufu, haiwezi kuendelea kuongoza kizazi hiki. Lakini kwa kizazi kile hiyo ndio sheria waliokuwa wanaitumia. Kwa hiyo kwa kizazi kile ilifaa kabisa, na watu wa kizazi kile waliongozwa vizuri na mambo yao yalienda vizuri. Lakini kwa kizazi chetu hiki, kwa sababu tulishaona kwamba katika masomo yaliyotangulia tuliona kwamba Mungu alikuwa anaagana na watu wa vizazi tofauti kwa maagano yenye utofauti, maagano ambayo hayalikuwa hayafanani. Kila agano linalofuata lilikuwa ni bora kuliko agano lililotangulia. Kwa hiyo hata agano jipya pia ni mpango wa Mungu kabisa ambao ulikuja kama maboresho ya Torati na manabii. Kwa ukisoma hiyo Waebrania tuliyosoma sura ya 7 mstari wa 18 na 19, anasema wazi kwamba Torati au ile amri iliyotangulia kabla ya agano jipya ilikuwa na mapungufu. Lakini pia ukisoma katika Waebrania hiyo sura ya 8 na mstari wa 6 na wa 7, anaeleza pia kwamba Yesu ndiye mjumbe wa agano jipya, na anaeleza kwamba agano jipya limekuja kwa sababu ya Torati kuwa na mapungufu. Torati singekuwa na mapungufu, basi agano jipya lisingekuja. Kasome vizuri Waebrania sura ya 8 hapo mstari wa 6 na wa 7 utaona. Hebu sasa tuangalie ni mapungufu gani, lakini hatutaweza kuangalia yote, ila kwa leo hebu tuangalie pungufu moja linalosema Torati ilimhesabia mtu haki kwa ushahidi wa kibinadamu. Torati ilikuwa inamhesabia mtu mwenye haki kwa ushahidi wa kibinadamu. Lakini pia ilimhesabia mtu kwamba anastahili kuuawa kwa ushahidi wa kibinadamu, kitu ambacho kilikuwa hakiko sahihi sana, kwa sababu wanadamu wanaona nje lakini Mungu anaona ndani. Kwa maana hiyo mtu aliyekuwa anahukumiwa kupitia Torati alikuwa anahukumiwa na wenye dhambi wengine ambao hawajaonekana, ila yule mwenye dhambi aliyeonekana kupitia mashahidi wa kibinadamu, huyo ndiye alikuwa anaonekana ni mkosaji. Lakini kuna wale wenye dhambi waliokuwa wanafanya dhambi hata kwa kujificha. Usipoonekana ulikuwa uonekani kwamba wewe ni mwenye dhambi, ulikuwa unaonekana kwamba bado ni mwenye haki kwa sababu hujaonekana kwamba umetenda dhambi. Sasa kwa ushahidi huo ulikuwa na mapungufu.
kwa sababu kuna watu wengi walikuwa na dhambi mioyoni mwao, walikuwa na chuki moyoni, lakini walikuwa hawaonekani. Wengine walikuwa wanafiki, lakini walikuwa hawaonekani. Lakini wengine walifanya kabisa vitendo kabisa vya vitendo vichafu, vitendo visivyofaa, lakini kwa sababu hawajaonekana, sheria iliendelea kuwalinda, kwa sababu sheria iliweka masharti kwamba ili mtu aonekane amekosa lazima aonwe na watu wawili au watatu, wasipungue wawili. Ukionwa na mtu mmoja, wewe ukimwona mtu mmoja kama ni mkosaji, ilikuwa hauipi nafasi sheria ya kumhukumu huyo mtu, isipokuwa mkiona watu wawili au watatu. Kwa mfano, unaweza ukaripoti kwamba bwana, mtu huyu amenipiga. Kama amekupiga ukiwa peke yako, kisheria ilikuwa haionyeshi kwamba yule mtu amefanya kosa, isipokuwa wawepo mashahidi watakaothibitisha, muwe wawili mtakaothibitisha, kuanzia watu wawili, kwamba ni kweli huyo mtu amefanya kosa, na ndipo sheria ilikuwa inamhukumu. Kwa Torati ingetumika kwa kipindi kama cha leo, tungekuwa na maovu mengi sana. Tungekuwa na maovu mengi sana yanayotendeka kwa siri, kwa sababu kuhukumu maovu hayo kungehitaji mashahidi wa kibinadamu. Kwa leo hii kuna watu wangeitwa watakatifu lakini hawana utakatifu. Lakini Biblia inasema mwanadamu hawezi kuhesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Kwa Mungu aligundua kwamba sheria, au alikuwa anajua kwamba sheria haiwezi kumfanya mtu akawa mtakatifu moyoni. Watu walikuwa wanaonekana ni watakatifu. Tunasoma habari za Mafarisayo na waandishi Masadukayo. Walikuwa ni watu ambao kwa muonekano walikuwa wanaonekana wako vizuri, lakini moyoni mwao, Yesu anasema walikuwa wanaosha vikombe kwa nje, lakini ndani yao ni vichafu. Sasa hiyo yote ilikuwa ni kwa sababu sheria ilisema mtu hawezi kuhukumiwa kama ni mkosaji asipoonekana na mashahidi wawili. Kwa hata kama leo amekuambia kwa kipindi hiki, leo amekuambia mtu fulani kakosea, amekuonesha ubaya wote aliofanya mtu fulani, huwezi kusema, kwa sababu Torati ilikuwa inakutaka uwe na mashahidi, muwe wawili. Peke yako huwezi kuthibitisha kwamba mtu fulani ni mkosaji. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 17 mstari wa 6. Kumbukumbu la Torati 17 mstari wa 6, lakini pia ni Kumbukumbu la Torati 17 mstari wa 6 na kuendelea pale, lakini pia Kumbukumbu la Torati 19 mstari wa 15. Utaona pale Torati inathibitisha kwamba mtu hata anapohukumiwa na adhabu yake ilikuwa ni kupigwa mawe. Na ili mtu aonekane ni mkosaji, ilikuwa ni lazima mashahidi wawe wawili au watatu. Shahidi mmoja ulikuwa una uwezo wa kumhukumu mtu. Kwa sehemu fulani hiyo Torati ingetumika paka leo, ingekuwa na uonevu mkubwa sana. Kwa sababu mtu anaweza akakufanyia kitu chochote kibaya cha kikatili, usiwe na mahali pa kusema, kwa sababu shahidi peke yako huwezi kuthibitisha kwamba huyo mtu ni mkosaji. Lakini Yesu alipokuja, yeye alikuja na akaja na mfumo mwingine. Na ndio maana ukisoma Yohana sura ya 8 pale, Yohana sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka wa 11, unaona kuna watu wamemshika mzinzi aliyekuwa anazini, wakitaka ahukumiwe kwa kupigwa mawe kama ilivyokuwa sheria. Lakini Yesu akagundua kwamba hao wanaompiga mzinzi, wengine ndani yao ni wanafiki, wengine ndani yao wana chuki, wengine wamezini hawajaonekana, wengine wameiba hawajaonekana. Yesu akaamua kusema tusihukumu. Ukisoma Mathayo sura ya 7 mstari wa 1 anasema usihukumu. Angalia kwanza wewe maisha yako yamekaaje. Hakikisha maisha yako wewe yamekaa vizuri. Usihangaike kuangalia maisha wengine ukajisahau wewe. Kwa hayo ni moja ya mapungufu yaliyokuwepo katika Torati, kumhukumu mtu kwa ushahidi wa kibinadamu.